Qatar imeamua kuigeukia Urusi kwa ajili ya kutatua mzozo katika Mashariki ya Kati. Ni kutokana na mzozo huo ambao unazidi kukua na hatimaye kuwa mkubwa zaidi, wakati ambapo Marekani pamoja na Israel zikitaka kufanya shambulizi katika nchi ya Iran. Katika siku za hivi karibuni huenda Iran ingeshambuliwa hasa katika maeneo yake ya vinu vya nyuklia, na ni Israel ambayo ilikuwa ikipanga mpango huo ambao huenda ungefanikiwa katika kipindi cha mwezi wa 5 mwanzoni. Wakati huu Amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani anawasili Moscow siku ya leo Alhamisi kwa mazungumzo na Rais Vladimir Putin kuhusu masuala ya Ukraine, lakini kubwa ni eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ikumbukwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ni moja kati ya viongozi waliohusika kwa kiasi kikubwa katika kutatua mzozo huko katika Mashariki ya Kati, huku akisaidia kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Hamas la Wapalestina huko katika ukanda wa Gaza. Katika safari ambayo Kremlin ilitaja kuwa muhimu sana, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema viongozi hao wawili watakuwa na mazungumzo mazito kuhusu masuala mbalimbali na kutia saini makubaliano mbalimbali. Shirika la habari la Reuters limenukuu likieleza kwamba ni vigumu kukadiria jukumu la Qatar kwa ujumla sasa katika masuala mengi ya kikanda na hata ya dunia. Qatar ni mshirika wetu mzuri. Mahusiano ya Russia na Qatar yanaendelea kwa nguvu sana. Mawasiliano kati ya wakuu wa nchi ni ya mara kwa mara, Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Qatar imefanya mfululizo wa majaribio ya kupatanisha Urusi na Ukraine na imesaidia kupanga kurejea kwa watoto kutoka nchi zote mbili ambao walitenganishwa na wazazi wao wakati wa kipindi cha vita. Urusi na Qatar zilisema wiki hii kwamba viongozi hao watajadili kuhusu juhudi za kutafuta wapatanishi wa amani ya kumaliza vita nchini Ukraine, lakini pia na hata katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mara kwa mara kwamba anataka kukomesha umwagaji damu, lakini bado hajapata mafanikio. Moscow imesema si rahisi kukubaliana na suluhu, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohammed Khulaif aliambia shirika la habari la serikali ya Russia TASS kwamba mazungumzo na amiri huyo na Putin yatagusa Ukraine, Syria, ukanda wa Gaza na nishati kama vile gesi ya kimiminika ya LNG. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi tu uendelee kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe ikiwa bado hujafanya hivyo, ili tupate habari hizi kwa mapana hapa The World News.